Siku kanisa la Ubungo lilipokuwa likifungwa, mamia ya waumini walilala nje ya geti wakisali. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi kutawanya umati huo. Hata hivyo, Gwajima alihamia kufanya ibada kupitia online TV, YouTube na mitandao ya kijamii akidai kuwa kanisa si jengo, kanisa ni watu. Hatima ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 mpaka mwaka 2026. Hivi sasa kuna sintofahamu kama CCM itampitisha tena kugombea jimbo la Kawe. Mvuto kwa vijana. Licha misukosuko, Gwajima bado ana wafuasi wengi sana, followers mitandaoni, na kauli zake za kishujaa polisi zinawavutia vijana wengi wanaomwamini anasema ukweli ambao wengine wanaogopa kuusema. Uhuru wa kanisa. Kuna tetesi za kuwa mazungumzo ya chini ya kapeti yanaendelea ili kulifunga tena kanisa lake kwa sharti kwamba apunguze kasi ya mashambulizi dhidi ya mfumo wa usalama. Na hapa kuna jedwali la muhtasari wa Gwajima 2020 mpaka mwaka 2026. Mwaka, tukio kuu pamoja na matokeo. Mwaka 2020, tukio kuu alilofanya Gwajima ni ushindi wa ubunge jimbo la Kawe. Matokeo yake alimtoa Halima Mdee upinzani. Mwaka 2021, mgogoro wa chanjo, alafu matokeo yake alisimamishwa bunge kwa miezi kadhaa. Mwaka 2024, hotuba ya utekaji. Na matokeo yake alianza kuchukuliwa kama adui ndani ya CCM. Mwaka 2025, kufungwa kwa kanisa, lakini matokeo yake alihamishia huduma yake mitandaoni, digital ministry. Lakini mwaka 2026, Geneva na mazungumzo, anapigania kurudisha taswira ya usajili na wa kanisa. Msiache kusubscribe kipindi hiki cha Mohamed Talk, comment, share ili kuwa mmoja mwa familia ya Mohamed Talk na kupata taarifa zaidi.